Hatimaye Tehran imeijibu Marekani kupitia barua ya rais wa nchi hiyo Bwana Donald Trump ambayo alimpatia kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Tehran imetuma majibu yake rasmi kwa barua ya rais Trump kwa kiongozi mkuu wa Iran Al-Khamenei kwa upatanishi wa Oman, na hii ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Kwa mujibu wa waziri huyo, anasema jibu rasmi kwa barua ya Trump imetumwa jana kwa njia inayofaa kupitia Oman, aliambia shirika la habari la IRNA. Kulingana na Araghchi, ujumbe huo una hati mbili. Ya kwanza inaelezea maoni ya Tehran juu ya hali ya sasa ya kijiografia ulimwenguni, wakati ya pili inachambua matamshi na maoni ya Trump juu yao. Mnamo Machi 7, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social kwamba ametuma ujumbe kwa Khamenei akipendekeza mazungumzo juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran. Katika kujibu, kiongozi wa Iran alitupilia mbali ofa hiyo, akisema kuwa Iran haitajihusisha na mazungumzo na Marekani na kwani Washington inaendeshwa kwa maslahi ya pekee na kwamba hawana mpango na watu wengine. Hata hivyo, katika barua ambayo ilitumwa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, iligusia juu ya masuala ya nyuklia ya Iran, lakini Iran ikadai kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya nishati ya kiraia. Baadhi ya mambo ambayo yapo katika barua hiyo kwa kiongozi wa Iran Ayatollah Al-Khamenei mwenye umri wa miaka 85, ambayo ilikuja wakati utawala wa Trump ukiwekea Iran vikwazo vipya kama sehemu ya kampeni yake ya shinikizo la juu, haijatolewa. Barua ya rais wa Marekani ilikabidhiwa kwa maafisa wa Iran na Anwar Gargash, mwanadiplomasia mwandamizi wa Imarati, wakati alipotembelea Tehran mnamo Machi 12 mwaka huu. Hakukuwa na maelezo zaidi yaliyofichuliwa juu ya jibu la Iran, lakini Tehran hadi sasa inakanusha onyo la Trump la kufanya makubaliano au kukabiliana na athari za kijeshi. Mapema siku ya Alhamisi, Kamal Kharaz, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran Al-Khamenei, alisema kuwa Tehran haijafunga milango yote kwa mazungumzo. Iko tayari kwa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Marekani ili kutathmini upande mwingine, kueleza masharti yake na kufanya uamuzi unaofaa, alisema mshauri huyo kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Hata hivyo, katika barua iliyotumwa na Marekani nchini Iran, ilikuwa na mambo mawili kwa Iran. Kwanza ni kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei kukubali kufanya mazungumzo na Marekani ama kuingiliwa kijeshi moja kwa moja, jambo ambalo lilionekana kumkasirisha Ayatollah Al-Khamenei na kusema kwamba hayupo tayari kufanya mazungumzo na Marekani na kwamba yupo tayari kwa lolote ikiwa Marekani itaamua kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, na kwamba Iran haitokuwa tayari kuona hilo likitokea na itajibu vikali, kulingana na kauli ambayo Ayatollah Al-Khamenei alitoa. Hata hivyo, Marekani ambayo mwaka 2015 wakati wa utawala wa Barack Obama ilikuwa moja kati ya mataifa ambayo yalisaini mkataba wa JCPOA juu ya kuondoa vikwazo vya Iran, lakini mwaka 2018 katika utawala wa rais wa sasa wa Marekani katika awamu yake ya kwanza, Donald Trump aliondoa Marekani katika mkataba huo wa JCPOA. Wakati huo huo, Trump aliendelea na mpango wake wa shinikizo la juu la vikwazo vya ziada kwa Tehran na tishio la hatua za kijeshi ikiwa Iran itakataa kufanya mazungumzo. Araghchi alisisitiza upinzani wa Iran wa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, huku kukiwa na kampeni ya shinikizo la juu zaidi la Trump. Anasema, sera yetu inabakia kutojadiliana moja kwa moja na Washington chini ya shinikizo la juu na tishio la hatua za kijeshi, lakini mazungumzo yasiyokuwa moja kwa moja kama yale yaliyofanyika huko nyuma yanaweza kuendelea. Juu ya maamuzi, Iran na Marekani hazijakuwa na uhusiano rasmi wa kidiplomasia tangu mwaka 1980. Hata hivyo, nchi hizi mbili zimeshiriki katika njia isiyo ya moja kwa moja kupitia ubalozi wa Uswisi mjini Tehran ambao unawakilisha maslahi ya Marekani nchini Iran. Oman pia imecheza nafasi ya mpatanishi huko nyuma kama ilivyofanya Qatar kwa kiasi kidogo. Barua ya Trump iliwasilishwa kwa Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu. Iran ilikubali mpango huo wa kuzuia mpango wake wa nyuklia mwaka 2015 baada ya mazungumzo na mataifa makubwa ikiwa ni pamoja na Marekani pamoja na Uchina. Lakini serikali za Magharibi kwa miongo kadhaa zimeshuku kuwa Tehran inatafuta uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, shtaka ambalo Iran imelikanusha, ikisisitiza kuwa mpango huo ni kwa madhumuni ya kiraia tu.
Iran pia iliendelea kuheshimu makubaliano hayo kwa mwaka mmoja baada ya Trump kujiondoa, na kulingana na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, kabla ya kurudisha nyuma ahadi zake. Uamuzi wa Marekani wa kujiondoa ulichangiwa kwa sehemu ya mpango wa makombora wa balistiki wa Iran ambao haukuwepo katika makubaliano hayo na ambayo Washington iliona ni kama tishio. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein.